Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Tunalihubiri neno lake ambalo ndilo ukombozi wa mataifa yote, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mwenyezi Mungu wa mbinguni apate kutubariki na kutuongoza katika kulihubiri na kulitangaza neno lake. Neno la Mungu linasema Mungu ameumba kila mti na matunda ya dizaini yake. Mungu ameumba kila mti na matunda ya dizaini yake. Ina maana katika mti wa malimao yapo malimao, katika mti wa mchungwa yapo machungwa, katika mgomba tunakuta pale kuna ndizi. Hivyo unaweza kukuta kuna vitu tofauti, yani kwamba katika mlimao ukakuta machungwa na pia katika mti wa machungwa ukakuta maparachichi. Hicho ni kitu ambacho hakiwezekani. Hivyo katika mbegu tunakusha kuangalia, katika mbegu ikistawi, kama ni mbegu ya muhindi itatoa muhindi, na kama pia ni mbegu ya malage itatoa malage. Hivyo Mwenyezi Mungu ndivyo amekwisha kuumba hivyo. Tukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 11 na wa 12, kinasema kwamba Mungu akasema, nchi na itoe majani, mche utoao mbegu, na mti wa matunda uzao matunda kwa jinsi yake, ambao mbegu zake zipo ndani yake, juu ya nchi. Ikawa hivyo. Nchi ikatoa majani, mche utoao mbegu kwa jinsi yake, na mti uzao matunda ambao mbegu zake zipo ndani yake kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo hizi mbegu hazijaletwa na kiumbe chochote, bali zimeletwa na Mungu. Mahindi yameletwa na Mungu, maharage yameletwa na Mungu, miwa imeletwa na Mungu. Hivyo Mungu anataka kila kitu kizae ndani ya vile ambavyo amekwisha kukiumba. Hivyo tunaangalia pale ambapo Mwenyezi Mungu alimuumba mwanadamu katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26. Mwenyezi Mungu alimuumba mwanadamu ili aweze kuongezeka ndani yake, yaani mwanadamu aongezeke katika nuru yake. Ndio malengo ya kumuumba mwanadamu. Hivyo tunakusha kuangalia pale ambapo mwanadamu alishindwa kumtii Mungu, ndipo pale ambapo adui alipanda magugu. Ina maana ndipo pale ambapo ule mzabibu mwitu ulikwisha kuchipua. Ina maana pale mzabibu mwitu ambapo ulikwisha kuchipua, ina maana ukaleta faraka kati ya Mungu na mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo tunajua pale ambapo mwanadamu anakuwa amelega, adui waga anakuwa naye yupo karibu. Tukisoma katika kitabu cha Yeremia sura ya 2 mstari wa 21, kuna neno ambalo Mwenyezi Mungu analisema hapa. Inasema hivi: nami nalikupanda mzabibu mwema sana, mbegu nzuri kabisa. Umegeukaje basi kuwa mche usiofaa, mzabibu mwitu machoni pangu? Bwana Yesu asifiwe tena. Haya ni maneno ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa anamwambia Adamu katika kitabu hiki cha Yeremia, yaani kwamba Mwenyezi Mungu alimpanda Adamu katika mema, inakuwaje anakuja anaota katika mabaya? Pale ambapo aliacha kumsikiliza Mungu, ndipo pale alimsikiliza yule mwanamke, ambaye yule mwanamke alimsikia Shetani. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo ni kitu gani ambacho Mwenyezi Mungu alikifanya pale ambapo tayari mwanadamu alikwisha kumsikia adui? Tunajua kwamba pale ambapo Adam na Hawa walimsikia adui, tunakuta kwamba na uzao wa Adam na Hawa, kuna kitu kilipandikizwa, dhambi ilipandikizwa. Ina maana pale mbegu ambapo ilikwisha kutakiwa kuzaa yale matunda ambayo yanatakiwa, yakazaliwa yale matunda ambayo hayatakiwi. Ina maana tunaangalia Kaini akamuua Abeli, ndio kitu ambacho kilikwisha kuzaliwa, kwa sababu hiyo ni laana ambayo ilitoka kwa Adam na Hawa. Bwana Yesu asifiwe tena.
Hivyo Mwenyezi Mungu akuchoka kumfuatilia mwanadamu. Ina maana Mungu alichokifanya alichipusha mti mwingine unaofaa. Mti mwingine unaofaa ni ule mzabibu ambao katika huo mti unasema kwamba ndio Yesu Kristo, ili kila mtu yule ambaye ataamini akae ndani yake na kuwa salama. Bwana Yesu asifiwe. Tena kitabu cha Yohana sura ya 15 mstari wa 5 kinasema kwamba mimi ni mzabibu nanyi ni matawi, akaaye ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana, maana pasipo mimi hamuwezi kufanya lolote. Bwana Yesu asifiwe. Tena pale ambapo mwanadamu anakuwa amekwisha kulikiri jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tutambue kabisa kama vile Yesu ambavyo alikwisha kujaribiwa, huyu mjaribu yupo. Na maana shetani ambacho anakifanya yeye waga anaiga, ni malaika wa nuru. Vile ambavyo Yesu anafanya naye anataka kufanya hivyo. Tukisoma katika kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 9 tunajifunza kitu hapa. Kinasema kwamba palikuwepo nuru halisi amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Ndivyo neno hili linasema katika kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 9. Nasema kwamba palikuwepo nuru halisi amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Tena ina maana pale Mwenyezi Mungu ambapo anakuwa pale ambapo tunakuwa tumesha kulikiri jina la Yesu Kristo, pale ambapo anaanza kutuvuta katika nuru yake, ina maana kinachofanyika, adui waga anakaa mbele ya huyo mwanadamu. Anakaa ili iweje? Ili aweze kumpoteza mwanadamu. Hii ndio nuru isiyo halisi, kwa sababu najua kabisa nuru halisi ni Mungu mwenyewe. Ina maana shetani yeye kazi yake ni kupingana na Mungu. Hivyo basi tutaponaje pale ambapo tunakuwa hatujakaa vizuri na Mungu? Hatuwezi tukapona. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo basi pale ambapo tutakuwa tumemtegemea Yesu Kristo, tutazaa kila kitu chema. Ina maana atatusaidia namna ya kupita katika mema na pia namna ya kufikia katika mambo mbalimbali. Tutakuwa na uzima wa milele, watoto wetu watakuwa wema, biashara zetu zitakuwa njema, ndoa zetu zitakuwa njema, na pia yale mazao ambayo tutakuwa tukiyapanda yatakuwa yanatoa kama vile ambavyo Mwenyezi Mungu anataka. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo adui hatoharibu uzao wala mazao. Adui hatoharibu hatima yetu. Kwa sababu gani? Tutakuwa tupo katika ule mzabibu ambao ni nuru ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo wewe mwanadamu usihangaike hangaike. Tafuta yale mema, utavuna mema. Ukitaka mabaya, utavuna mabaya. Kwa sababu gani? Kuna ushindani ndani ya dunia. Mungu yupo na shetani yupo kumpoteza mwanadamu asiweze kuiona nuru. Bwana Yesu asifiwe. Tena baada ya kusema hayo, sina mengi zaidi za kusema. Mwenyezi Mungu awalinde wote.